na subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante. Mpenzi mtazamaji wa Bongo One Media, karibu tena katika dawati letu la michezo, tukizidi kukuangazia taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani lakini pia na nje ya Tanzania. Moja ya taarifa kubwa zaidi ambazo zinaendelea kutikisa katika mitandao ya kijamii ni mchezo wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya timu ya Al Masry katika mchezo wa marejeano wa kombe la shirikisho barani Afrika hatua ya robo finali. Na mchezo huo klabu ya Simba wanaendelea kutengeneza hamasa kubwa kuhakikisha mambo yanakwenda kama ambavyo wanahitaji. Yaani katika mchezo ambao Simba Sports Club wanahitaji kufuzu iwe isiwe. Sasa katika wale watu ambao klabu ya Simba wanawaalika katika mchezo huo ili waweze kuhudhuria, hii ikiwa ni moja ya hamasa ya Simba iweze kutinga hatua ya nusu finali. Ikiwa mchezo wa kwanza Simba walikubali kichapo cha mabao 2-0, sasa Simba wamewaalika watu mbalimbali akiwemo Mtume Mwamposa, Bulldozer, lakini pia Simba wamemwalika rais wa shirikisho la soka la Tanzania Wallace Karia kuwa naye ni mmoja wa wageni maalum katika mchezo huo. Sasa swali hilo limeweza kumuibua Haji Sunday Manara ambaye alikuwa msemaji wa klabu ya Simba kisha akamia Yanga, japo Yanga hakudumu kwa muda mrefu baada ya kufungiwa na shirikisho la soka la Tanzania TFF kupitia kamati yake ya maadili, na hapa ni baada ya kutofautiana katika kauli baina yake na rais wa shirikisho hilo Wallace Karia. Sasa Manara ameweza kukosoa Simba Sports Club kumkaribisha Wallace Karia kama mgeni rasmi au mgeni maalum katika mchezo huo, huku akidai kwamba haina mantiki yoyote Simba kumkaribisha mtu ambaye tayari yeye ni shabiki yao. Usisahau kuna vuta ni kuvute ya dabi, lakini pia kuna vuta ni kuvute baadhi ya mashabiki wa Yanga wakimkataa Wallace Karia. Sasa katika taarifa ambayo Manara amepost katika account yake Instagram ameandika hivi: Karia mgeni rasmi mechi ya Simba Sports Club dhidi ya Al Masry. Na katika account yake Instagram ameweka caption ambayo inasomekana hivi: hii nchi yetu ina uchale mwingi sana aise. Kwa hiyo madunduka ndio wanataka kuturusha roho kwa kumwalika huyu. Okay, kwani ni kipi cha ajabu wakati huyu ni koro mwenzenu hadi mamlaka zinajua? Aje au asije, wananchi wa nchi hii hatubadili msimamo katu abadan, hatuchezi no. Lakini pia akaendelea kwa kusema hivi: kama vipi chezeni na TFF na bodi ya naniu kisha mtatupa matokeo ya mechi. Hilo ndio jambo kubwa ambalo ameliandika katika account yake Instagram. Je, swala hili unalizungumziaje? Share katika upande wa comment section. See you next time, bye bye.